Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wetu, tunakukaribisha katika masomo ya siku ya leo. Leo siku ya Jumanne, tuna somo zuri linalosema kichwa cha mwili, ambacho ni kanisa. Tunapoendelea kuangalia hiki, na jana tumeangalia mzaliwa wa kwanza, sasa leo tuko kwenye kichwa cha mwili. Mungu atusaidie tupate kuelewa. Amen. Kabla tujaanza, tupate kuomba. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako kwa wema wako na upendo wako. Umetuleta tena tujifunze. Tunapojifunza utupe usikivu tupate kuelewa. Tunamwombea mtazamaji wetu tupate kuelewa sana sana mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mbingu na nchi zinaunganika. Mbingu na nchi zinaunganika katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Yesu kama mfano wa Mungu asionekana. Yesu kama mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Hayo yote tumeyaona. Leo tunaenda kuangalia muunganiko wa mbingu na nchi kama muunganiko wa kichwa na mwili. Ndugu ya kichwa chako. Tukakata kiwiliwili chenyewe, kichwa hiki chenyewe. Mambo yanaenda? Hayaendi kabisa. Hayawezi kwenda. Nasikia kuna ajali iliwahi kutokea. Jamaa akakatwa kichwa. Pap. Endelea kuongea. Anatembea anaendelea kuongea. Ila akaishia kudondokea huko. Yaani kwamba hata kama ukikatwa hutafika mbali. Yaani hata kama utakuwa na jeuri ya kutembea hutafika mbali. Kuna muunganiko usioweza kutenganishwa kati ya kichwa. Kichwa kinafanya nini? Na mwili, yaani mahusiano ya muunganiko huyo koje? Hii ni lugha ambayo tunaikuta katika Efeso sura ya 1 mstari wa 22, Wakolosai sura ya 2 mstari wa 10 na 19. Sasa wewe unachagua ni Waefeso au Waefeso 1:22. Mimi nisome haya, wewe jiandaa Wakolosai sura ya 2 mstari wa 10. Efeso 1 mstari wa 22, neno la Mungu anasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Yaani Mungu akavitia vitu vyote, viumbe vyote chini ya miguu ya Kristo. Akamweka awe juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Wakolosai 2:10. Nasema, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Mmetimilika. Tumetimilika Katika yeye aliye kichwa cha enzi zote na mamlaka. 19 Wakolosai 2:19. Nasema, wala hakishiki kichwa, ambacho kwa yeye mwili wote ukiruzukiwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipa ukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu. Amina. Jana tuliangalia mzaliwa wa kwanza inamaanisha mwakilishi wa Mungu. Mungu asiyeonekana. Yesu ni Kristo ni mfano wa Mungu anayeonekana, ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Yote ilikuwa inawakilisha uwakilishi wa Mungu. Kichwa nayo inamaanisha uwakilishi katika nafasi ya uongozi. Hii ni lugha ya kibiblia. Tukisoma kwa mfano katika Kutoka 18 mstari 25, Musa alichagua watu wenye uwezo katika Israeli yote, akawaweka wawe vichwa juu ya watu, wakuu wa maelfu. Kwa hiyo nafasi za uongozi. Kichwa ni uongozi. Hesabu 31 mstari 26 anasema wakuu wa nyumba za baba. Kichwa ni uongozi.
Kumbukumbu la Torati 28:13 anasema Mungu atawafanya Israeli kuwa kichwa wala si mkia. Inamaanisha atawafanya kuwa viongozi ambao kwa hao wengine watabarikiwa. Isaya 7:8 anasema kwamba kichwa cha Shamu ni Dameski na kichwa cha Dameski ni Resini. Inamaanisha ni uongozi huko hapo. Hosea 1:11 wana wa Yuda na wana wa Israeli watajiwekea kichwa kimoja, akimaanisha watakuwa na mfalme mmoja, kiongozi mmoja. Kwa hiyo kichwa ni kiongozi, ni uongozi. Uongozi kazi yake ni nini? Kichwa ni kiongozi. Kuna uhusiano kati ya analogy na hilo fundisho au mfano na hilo fundisho linaloelekezwa na huo mfano. Sasa kichwa kama mfano unaelekeza kwenye ukweli ya kwamba kichwa ni uongozi. Huyo hana kichwa, anaendeshwa na mke wake. Huyu kichwa, huyu ni kichwa, huyu ni mwanaume, huyu ni kiongozi. Ndio hivyo. Inamaanisha nini sasa kuwa kiongozi, kuwa kichwa? Wewe ni kichwa cha mke wako au si? Mimi ni kichwa chako. Yeye ana kichwa? Anacho. Kwa hiyo kuwa kichwa wewe maana yake ni kutoa mwongozo, maelekezo na dira tuseme. Na hayo maongozo unatoa wewe. Kichwa chako ni nani sasa? Kichwa chake ni wewe. Wewe kichwa chako ni Kristo. Kwa hiyo maongozi unayapata kutoka kwake. Sasa kutokana na hii Biblia, Kristo ndio kichwa. Wewe huna kichwa, ni kichwa chako ni Kristo. Wengine wanapata maongezi au maongozi ya Kristo kupitia wewe ambaye umejitiisha kwa Kristo. Kwa hiyo wewe unatakiwa utiishe mke wako, watiishe watoto wako, lakini huwezi kuwatiisha kama haujatiishwa na kichwa. Kuwa chini ya kichwa ninamaanisha unapokea maelekezo, uongozi, hekima na uweza. Hivi viungo hivi vya mwili hadi mguu, nimeona mguu umenyosha. Hii inatokana na kwamba kichwa kimeamrisha huo mguu uende kushoto, uanze kutembea. Inafuata maelekezo. Kaje hiyo? Kristo sasa ndio kichwa. Sasa umesema ni kichwa cha nani? Kristo. Kristo ni kichwa changu. Umesema kanisa, ulitaja kitu kama kanisa. Kanisa ndio. Sasa kuna fungu tuliosoma katika Waefeso na hili la Wakolosai. La Waefeso linasema eti kichwa ni Kristo. Lakini ni kichwa cha vitu vyote. Serikali, kila kitu. Kichwa ni Kristo, vya mbinguni vya duniani. Alafu anasema amevitiisha vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Kwa lugha nyingine, kanisa linashiriki ukichwa ndani ya Kristo wa vitu vyote. Hiyo imeingia. Yaani ukiwa ndani ya kichwa cha Kristo Yesu, wewe unaweza kuwa ukakooa ndani ya nyumba na ukasikilizwa. Kama una mamlaka ya Kristo akili. Ndiyo. Kama kichwa, yaani wewe kichwa chako kiko ndani ya kichwa, kiko chini ya kichwa cha Kristo. Kwa hiyo unaweza kutiisha. Kama uko serikalini, ukiwa na hekima ya Kristo, Farao anakusikiliza wewe Yusufu. Una kichwa. Kwa hiyo anasema anavitiisha vitu vyote kwa ajili ya kanisa, kwa ajili. Yaani anasema ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Yaani wewe ukizaliwa ndani ya ni familia ya Mungu na Kristo ndio kaka yako mkubwa, unashiriki madaraka ya kaka kwa vitu vyote. Maana ya pili ya Wakolosai 2:19, kanisa lenyewe kichwa chake ni Kristo. Na katika Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 12 mpaka 27, ndani ya Kristo Yesu kuna vipawa mbalimbali, kuna huduma mbalimbali, kuna jinsia mbalimbali. Vyote hivi ni kila kitu kama vile vina upekee wake, lakini vinaunganishwa, vinawezeshwa
na kichwa. Kwa hiyo Kristo ni kichwa cha kanisa. Lakini Kristo pia ni kichwa cha vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Ndio kanisa ni nini? Ukasema mimi nikasema anaendelea, ukasema na wewe nikasema mimi. Maana kanisa ni mkusanyiko wa wote ambao wameitwa ndani ya Kristo Yesu kwa jina lake, wanaomba kwa wawili watatu, yeye yuko. Hilo ni kanisa. Hayo ndio mambo ya leo sasa. Kichwa cha mwili wa kanisa. Aisha, mimi naomba, mimi natamani sitaki kichwa chochote. Sitaki kichwa chochote. Ila sitaki cha askofu, sitaki cha mwanamke, sitaki kutawaliwa na mwanamke, sitaki kutawaliwa na mwanaume. Sitaki kutawaliwa na yeyote isipokuwa Kristo. Na kama ananitawala, nitambue yeye amemtii Kristo. Anazungumza, mke wangu anaponishauri, hili ni la Kristo. Mimi nataka niende na kichwa. Kichwa ni cha vitu vyote. Huyo mwenzangu amesema amina. Mimi nimekubaliana na mimi. Wewe unasemaje? Na kama tuko pamoja tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya Kristo, kichwa, hekima ya Mungu katika mwili, mamlaka ya Mungu katika mwili, ambaye kwa kumsikiliza, kwa kuongozwa naye na kuwezeshwa nawe, tunaweza kuwa viungo ndani ya kanisa, ndani ya jumuiya lako, lakini pia tukawa wawakilishi wako, vichwa ulimwenguni. Neema yako inatosha. Bariki mwenzetu aliyeko ofisini hapo, aliyeko katika familia hapo. Bariki mwenzetu ambaye Baba alichachanganyikiwa, alikosa kichwa chake ni kiko wapi, labda kilikatika namna ile. Baba, kamuunganishe na Kristo Yesu, ili naye akafanyike kuwa sehemu ya mwili wako, ambaye Baba atatiisha viumbe vyote chini ya mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Amen. Amen. Ndugu mfuatiliaji, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeangalia kichwa cha mwili, kichwa cha kanisa. Kesho siku ya Jumatano tuna somo zuri linalosema mwanzo kwenye mabano na mwanzilishi. Amina. Mimi ni Geoffrey Omondi na mimi ni Enos Makalile. Tukutane kesho. Amen.